Michezo hapo jana amejitokeza kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mambo yameendelea vizuri, mwendelezo umekuwa mzuri dhidi ya Mbeya City, magoli 3-0 yameweza kuhusika. Kisugu, mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, tumeamka salama, tumeamka na afya njema. Lakini kikubwa kama ulivyosema, furaha imetawala sana. Kuna namna ambavyo tunafanya mwendelezo kwenye ligi ya NBC, tunacheza mechi ya 4, tunakusanya pointi 12, magoli zaidi ya 11. Tumeruhusu goli moja. Kwetu ni mwendelezo mzuri. Kuna namna ambavyo tunapambana kwenye marathon. Maana yake ligi ni marathon. Ligi ni ushindani mkubwa, ni safari imekuwa ndefu sana. Kwa kukusanya pointi 12 kwa mechi 4, kwetu imekuwa jambo jema, ni jambo zuri. Kwa hiyo kikubwa tuchukue nafasi hii. Niwapongeze sana players wa Simba, spirit kwa nzuri ya kupambana, technical bench, mashabiki wa Simba kujitokeza kuisupport timu ili kuhakikisha kila jambo linakaa sawa sawa. Kwa hiyo kwetu tumeamka vizuri, tukiwa na afya njema, tunasema alhamdulillah. Simba hii ndio ile ambayo tumeona imefanya vibaya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana nini hasa kimebadilika kwenye hii Simba, kutoka Simba ambayo watu wamekuwa wakilia na hii ambayo ya jana tumeshuhudia? Kwanza ni mashindano mawili tofauti. Simba ambayo haikufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Simba imekwenda kufanya vizuri kwenye ligi ya NBC dhidi ya Mbeya City. Approach ya game unapocheza kwenye ligi ya NBC na approach ya klabu bingwa barani Afrika ni vitu viwili tofauti. Ile ndio klabu bingwa barani Afrika. Ndio mashindano makubwa katika upande wa vilabu katika bara zima la Afrika. Kwa hiyo jana tulikuwa tunacheza na Mbeya City, Mwalimu Suleiman Matola approach yake na kwa nyingine, amekwenda kutengeneza approach vizuri katika kiwanja cha mazoezi, amekwenda katika mechi, vijana amekwenda kutekeleza majukumu. Kwa hiyo mimi naamini Simba kwa jina ndio ile, kwa namna ambavyo uchezaji utasema tofauti, kwa sababu plani ya klabu bingwa na plani ya ligi ya NBC ni tofauti, lakini Simba ndio ile. Tumeshuhudia kwenye namna ambavyo kikosi kimepangwa jana na Suleiman Matola. Wenda mashabiki wengi mlikuwa mnatamani kumuona Morsi Abraham akianza kwenye kikosi, Yusuf Kagoma akianza kwenye kikosi. Ndio kilichokosekana pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Unadhani hii approach imekuwa nzuri zaidi kwa upande wenu Simba kwa jana? Majibu yangu hayapishani sana na namna ambavyo sekunde chache zilizopita nilivyojibu. Approach ya game au upangaji wa kikosi inategemea na game wenyewe unacheza na nani. Inategemea kwamba game hii inahitaji nini. Nani anahitaji aanze, nani anahitaji asianze. Kwa hiyo Suleiman Matola baada ya kufanya analysis nzuri ya Mbeya City, ameonelea kabisa kwa namna ambavyo game approach inavyohitaji Morsi Abraham aanze, na ndio maana amefanyaje? Ameanza. Kwa hiyo yote kwa yote approach ya game ndio ambayo inakwenda kuona namna ambavyo mwalimu anakwenda kupanga kikosi. Sawa, kuna baadhi ya mashabiki ambao pengine wamempa saluti Matola kile ambacho amekifanya ukilinganisha na kile ambacho alikuwa anakifanya Pantev. Kwa namna ambavyo umetazama sasa na wewe pia jana, wengine wanasema moja kwa moja Matola aaminiwe na apewe timu. Unaungana nao kwenye hicho? Kwanza lazima niseme namheshimu sana Suleiman Matola Veroni. Namjua tokea wakati huo akiwa mchezaji anatumikia Simba captain kwa mafanikio makubwa, mpaka amekwenda kusoma, leo amekuwa mwalimu kwa maana ya coach. Simba ina utaratibu wake. Simba ina management ambao wanaongoza Simba. Wao ndio tumewateua kutuongoza, ndio watu ambao wana maamuzi ya kujua nani kwa hivi sasa anatakiwa kuiongoza Simba Sports. Kwa wao wenye mawazo yao nimewakubali na nimewasikia. Lakini yote kwa yote lazima tuachie management ya Simba ndio kwenda kuamua. Kwangu binafsi wakiamua kesho tu kumtangaza Suleiman Matola, mimi kama Kisugu kazi yangu nitamsupport Suleiman Matola ili kuhakikisha kwamba mipango yake ndani ya Simba inafanyaje? Inakamilika. Kwa hiyo wanaweza kuamua kwamba kocha wa Simba kwa wakati huu awe nani, ni management ya Simba. Kwa hiyo kama mawazo yao wanahitaji Suleiman Matola, sio mawazo mabaya, ni mawazo mazuri. Hata mimi naweza nikafikiria katika hicho, lakini yote kwa yote tuamini management ya Simba ndio ambao wao wana maamuzi kuangalia namna ambavyo mipango ya Simba ikoje, hususan kwenye ligi ya NBC, mipango ya Simba ikoje kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu lazima tukubali kwamba uzito wa mechi wa kocha inategemea na mechi namna ambavyo zilivyo. Leo unaweza kuwa na kocha ukamwona bora sana kwenye ligi ya NBC, lakini ukampeleka klabu bingwa barani Afrika akachemka, kwa sababu kutokana na namna ambavyo uzito wa mashindano jinsi ambavyo yalivyo. Lakini uongozi wa Simba niseme, wao kama wataonelea Matola na staili anafaa kwa kocha mkuu Simba kutuongoza hususan katika mashindano yote, mimi niko tayari kusupport. Ameshawahi kuonekana akicheza pia kwenye mashindano ya makubwa wa klabu bingwa na maanisha. Yes, ameshacheza. Mimi kumbukumbu yangu inanipa wakati tunakwenda kumfunga Al Ahly ya Misri. No, Al Ahly Zamalek ya Misri. Wakati tunakwenda kuwafunga Zamalek ya Misri 2003 nyumbani kwao. Wakati huo mabingwa wa Misri, Zamalek ya Misri,
Wakati huo klabu bora barani Afrika, Zamalek ya Misri, tunakwenda kuwafunga, tunaye Suleiman Matola Veron. Kwa hiyo mimi kwangu ukizungumzia Matola ni mtu ambaye ana experience kubwa katika haya mashindano. Lakini experience ya kucheza na experience ya ukocha ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ana nini? Mimi naamini inawezekana yote anavyo. Lakini nani sasa mwenye zamana ya kumwambia sasa tunakupa zamana kuongoza Jazi? Na ndio maana nikasema viongozi wa Simba tutakapokwenda kuamua, sisi kazi yetu kama mashabiki ni kusupport. Ama ni imani pia kwa kocha wazawa inakosekana kiasi kikubwa. Mimi na imani sana na kocha wazawa. Na naamini sana. Na mimi siku zote nishawahi kuzungumza hata na vyombo vya habari. Nitolee mfano, moja katika mashabiki ambao wa Tanzania walikuwa wanamsupport sana Ahmed Morocco ni mimi, ni kocha mzawa, amekuja kupata mafanikio makubwa kwenye national team. Sina sababu ya kumdharau kocha mzawa. Kwa hiyo mimi na imani sana na makocha wazawa. Na mimi ninachokiamini siku zote, nimeshawahi kusema nendeni mkatafute ushahidi. Hawa makocha wazawa tutakapokwenda kuwapa facility zote ambazo zinazohitajika, mimi naamini wana uwezo mkubwa kuongoza hizi timu. Kisugu, story kubwa ni uaminifu unakosekana wapi kwa timu za Bongo kuamini makocha wazawa? Sasa mimi siwezi kulijibu hilo kwa sababu hao ndio wana mitazamo, lakini mimi nimesema kwamba mimi nawaamini. Sasa ukisema kwa nini watu hawaamini, sasa hilo swali anaweza kujibu wale ambao wasofanyaje, wasoamini. Mikoe Kisugu, story kubwa ni Mohamed Bajabiri ambaye hapo jana dakika takriban kama 10 hivi zimemtosha kuweza kutumika kwenye kikosi cha Simba na akafunga na goli. Furaha imekuwa kubwa, mlikuwa mnatamani sana kumshuhudia. Tuambie wewe kwa upande wako, dakika ambazo ameingia na kufunga goli kwako zilikuwa za aina gani? Yes, kila mwana Simba amefurahi. Kwanza amefurahi kuona namna ambavyo timu imefanikiwa kupata point. Lakini furaha ya pili imeongezeka zaidi na utamu katika ile mechi, kumuona Bajabiri amekwenda amefunga goli moja. Kabla ya kufunga goli, ile tendo la kumuona tu anakwenda kuingia, watu wa Simba walipata nini? Faraja. Kwa sababu ni mchezaji ambaye tulikuwa na matumaini makubwa ya kumwamini. Lakini kwa bahati mbaya wakati anasajiliwa kwenye kikosi, akakutana na injury ambayo zaidi ya miezi miwili ameshindwa kuitumikia nini? Timu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa wanasikia jina la Bajabiri kwenye masikio yao, lakini bado hawajawahi kumshuhudia kwenye macho yao namna ambavyo alivyocheza katika nini? Katika pitch. Na kuna baadhi ya watu wa Simba wengine walishawahi kusema kwamba bwana tumepigwa, wapo, wala sina sababu ya kuficha katika hili. Na mkitaka waandishi nitawataja hata majina. Acha wewe mambo yako. Kwa hiyo wako watu baadhi waliamini kwamba yule mchezaji hastahili kuchezea Simba. Mimi binafsi lazima niseme, mimi ukiachia ligi ya Tanzania NBC, nimekuwa mfuatiliaji mzuri katika ligi ya Kenya. Namjua uwezo wake. Na nilikuwa naomba dua na sala iko siku waweze kupata nafasi ili wana Simba baadhi ambao watu hawajapata bahati ya kumuona fanyeje, wamuone. Bahati nzuri jana Suleiman Matola amemwamini, amempa dakika 5, amekwenda kutufungia goli. Na hii kwetu inaleta faraja kubwa kwa sababu wako mastreka baadhi ya timu wamecheza zaidi ya mechi 5. Goli limetafutwa jana, mtu kaeka mikono nyuma, amekuwa pale penalty, anaambiwa wewe kapige na wewe upate goli kwenye ligi ya NBC. Wewe unajua? Unamzungumzia Prince Dube. Ndio. Refa kaambiwa Dube hajafunga. Lazimisha Dube afanyeje? Afunge, mtu kaeka mikono nyuma. Kwa ile ngoma imepiga hapa. Nani anasema haikuwa penalty? Haikuwa. Nani anaweza kuweka mjadala tukachambua sheria namba 11 kama ile ilikuwa penalty? Nani? Si mpira uligusa mkono? Nani anasema neno hayo? Kaeka mikono nyuma ule, wala mpira ukufika katika hiyo mikono. Lakini kwa sababu kuna mchezaji kacheza mechi 5 hajafunga, analazimishwa lazima apate goli. Na ndio maana jana nendeni mkaangalie, kuna sehemu mtafurahi. Ile penalty ilivyotolewa Dube alikimbia kama anakwenda kuchukua milioni 100, kumbe anaenda kuwai mpira akafu. Mikoe Kisugu, story nyingine ni bwana mdogo, tunamzungumzia Morsi Abraham ambaye amekuwa man of the match. Mmekuwa mkimuimba, anaendelea kuonesha ubora mkubwa kwenye timu yenu ya Simba. Tumzungumzie pia kidogo. Morsi Abraham ni kijana wa Kitanzania mwenye uwezo mkubwa. Kwa mara ya kwanza ndio anatumikia ligi ya NBC ya nchi yetu. Hajawahi hata siku moja kucheza ligi hapo nyuma ya NBC. Ni kijana ambaye ametokea kwenye kituo cha TFF, alipata bahati alikwenda kucheza nje. Mimi naamini ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa. Atakapoendelea kuaminiwa basi ataendelea kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho zaidi. Mimi na imani naye, ni kijana na uwezo mkubwa, ataisaidia Simba. Kuna namna ambavyo Simba mipango mwaka huu inaenda kufanyaje? Inaenda kukamilika. Mikoe Kisugu, uliwanyoshia mikono wachezaji mara mwisho tumezungumza baada ya mambo kuendea vibaya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana wamekupa kitu gani cha tofauti ambacho unaweza kusema hiki ndio Kisugu anakitaka? Kwangu binafsi lazima nikiri, jana spirit ya kupambana iliongezeka. Yawezekana mwalimu aliwaambia
au yawezekana pia maneno yetu yanasikilizwa, wanakwenda kuyafanyia nini? Wanafanyia kazi. Niwapongeze, jana umepambana kwenye jasho na damu, tumepata pointi 3. Kwa hiyo tuamini sasa ya kwamba Simba Sports Club ina haki ya kwenda kuwaamini wazao, ikiwa na maana ya Matola apewe timu kwa wakati huu. Ni swali ambalo nimeshalijibu, nafikiri mwandishi umechelewa. Nimeshalijibu hilo swali. Shukrani sana. Asante.